Kuwa wa kike sio tatizo. Kuwa wa kiume sio tatizo. Kwa sababu hicho kinachoitwa wa kike au wa kiume ni kibebeo. Hicho sio wewe. Wewe ni yule wa ndani. Na yule wa ndani ni pumzi ya Mungu. Mungu akapuliza pumzi. Sasa shetani alivyo mjinga, amewalimiti watu wengi kufanya mambo makubwa kwa kusingizia jinsia zao, hasa wanawake. Wanawake wamekuja kupata kwenye Mathayo sura ya 25 kuanzia mstari wa 14. Mathayo 25 kuanzia mstari wa 14. Maandiko yanasema yule mwenye talanta aliwapa watumwa wake wale 3 talanta, kila mtu sawa sawa na uwezo wake, kwa kadri ya uwezo wake, sio kwa kadri ya jinsia zao, kwa sababu hatuambiwa walikuwa wa kiume, hatutajiwi. Walipewa talanta kwa uwezo, sio kwa jinsia. Kwa hiyo huko nyuma walianzisha ka program anakaita mfumo dume. Mfumo dume, wanaume wanakandamizwa, wanawake wanakandamizwa. Baadaye kaja women empowerment. Kule akina Beijing wakakaa kule. Wakaja na mambo ya ajabu hapa sasa. Hakuna viti maalum vya wanaume. Kuna viti maalum vya wanawake. Kuna mikopo maalum ya kumuinua mwanamke. Hakuna mikopo ya kuinua mwanaume. Azifu mwanaume yeye tayari alizaliwa na mikopo. Au mwanaume amezaliwa tayari na nini? Na ubunge. Kwa hiyo yeye hahitaji kuwezeshwa. Matokeo yake sasa kinachotokea ni kwamba wanaume wamebaki nyuma. Wanawake mnaanza kulalamika sasa. Wanaume wamebaki nyuma, hapo kwenye vijiji wanacheza kamari wanaume. Mwanamke ameendelezwa, ana uwezo mkubwa, alafu wa kumuoa ndio yuko kijiweni anacheza pool table sasa. Unaelewa sasa kilichotokea? Shetani alichokuwa anakitafuta, alikuwa analenga, wakati mfumo wa kuinua mwanamke uliopitiliza ulikuwa unalenga kuua nafasi ya mwanaume. Sasa imeshatokea sasa. Waliojaa magerezani ni watu gani? Wanaume. Ingawa katika watoto 10 wanaozaliwa kwa mjibu wa sensa ni 3 hadi 4 tu ndo wanakuwa wa kiume. Kwenye 10, 6 hadi 7 wa kike. Alafu hao 4 wenyewe 3 walionusurika kawa wa kiume ndo walioko gerezani, wamejaa gerezani. Ndo mateja, ndo majambazi, ndo warevi. Ukitafuta warevi 10 na kuhakikishia 2 wa kike au 3, 7 wanaume. Yaani hao wanaume ambao ni wachache nao bado kuna matatizo yanawazoa. Yaani tumewawezesha wanawake, tumepitiliza. Huo ni mpango wa shetani na roho ya Yezebeli. Roho ya kutawala mwanaume ambayo imeanza tangu enzi za Ahabu na imetajwa tena kwenye Ufunuo. Yezebeli ametajwa tena kama roho. Mwanaume anaongozwa na mwanamke. Sasa siongelei kwamba mwenye uwezo asiongoze. Naongelea ule mfumo au mkakati wa mwanaume kuwepo tu kama jina, kuwepo kama suruali tu. Ni mkakati umesukwa vizuri kuzimu. Unaweza ukawezeshwa kwa maelezo mazuri kabisa ya kisayansi na kiteknolojia. Lakini lengo ni mwanaume apotee. Na huu mkakati hasa unasukumiwa kwenye nchi za Afrika. Unajua kwa nini nchi za Afrika? Lengo ni kwamba tukiwa na wanaume wengi waliodhoofika, nchi zetu hazina uwezo wa kujitetea kwa mabeberu. Kwa hiyo wanaume wanasukumiwa mfumo mke huku Afrika. Wanaosoma mpaka vyuo wapi, nafasi za uongozi. Mwanamke akija kuomba na wewe kaomba na vigezo anapewa mwanamke. Wanakuambia tusipompa yeye atajiuza. Ila wawazi kwamba na tusipokupa wewe utacheza pool table. Utakaa kijiweni utafuta bangi. Mmenielewa Ni mifumo isiyo balance na ni mpango wa shetani wa siku za mwisho. Mimi nimekuuliza, nenda vijiweni, watu ambao wanashinda bila kazi, wanakunywa viroba. Tafuta idadi ya wanaume ni ngapi na wanawake ni ngapi. Utashangaa wanaume ni wengi. Nenda polisi, wenye kesi. Nenda kwenye maeneo ambayo hakuna uzalishaji, mipira, nini, waliojaa kamari ni wanaume. Shetani anakiua kizazi cha wanaume ingawa nao ni wachache. Ni ajabu sana. Ni roho ile iliyofanya kazi Misri wakati Musa anazaliwa. Ni roho ile iliyofanya kazi wakati Yesu
anazaliwa kuwa uzao wa kiume. Ndio inayofanya kazi sasa kupitia elimu, sayansi, teknolojia na nini, utandawazi. Mwanamke anawezeshwa kupitiliza. Semina za kumuinua mwanamke hivi. Ukukuta kanisa lina semina hata ya wababa. Shukuru Mungu hilo kanisa kama lipo. Ila wanawake wanaweza kuwa na semina 6 kwa mwaka. Na kote huko wanafundishwa namna ya kupata hera, namna ya kuanza biashara, namna ya kuzalisha, namna ya kutoka kwenye madeni. Wanaume wako kijiweni wanacheza pool table au wanakula dawa za kulevya. Kwa hiyo kinachotokea, mwanamke ana nguvu, matokeo yake ni nini? Wanatokea wanawake wenye kiburi, sasa aina ya Jezebel, ambaye anasema ninajiweza hata ukiondoka. Kwa hiyo sasa kinachotokea, ndoa zinakufa. Shetani anaua kwanza taasisi ya ndoa. Kwa hiyo kunatokea wanawake wajuaji. Wanawake, mke wa mchungaji ambaye anamwambia mume wangu, usiponipa nafasi kuhubiri na kwenda nimealikwa sehemu nyingine. Yaani mke wa mchungaji naye ana roho ya Jezebel. Wanawake ambao hawawezi kuwa under any control. Wako under control of the spirit of Jezebel. Wanawake madume. Madume jike. Sasa zamani ndo tulikuwa tunatibu lile tatizo la wanawake kukandamizwa au wanawake kujiona wawezi kwa kutumia neno. Dawa ilikuwa ni kutumia neno tu, sio huu uwezeshaji uliopitiliza. Dawa ya mwanamke kujiona duni ni kufungua neno tu. Akilielewa neno, anajua jinsia si kasoro. Kutokuwa mwanaume sio shida. Wote tukiwa wanaume, nani atazaa mwenzake? Kwa hiyo mimi nina heshima ambayo mwanaume hawezi kuipata ya kuzaa watu, kuiongeza dunia. Mimi ni mama, ni mrezi, mimi ndo nayeamua hatima ya mtoto. Ndio maana mimi nakaa na mtoto sana kuliko baba. Mtoto tangu anatoka tumboni na mrea mimi. Kwa hiyo ni neema. Mimi ni mrisishaji wa mema kwenye kizazi kinachofuata. Hii ni kazi ya heshima. Sio lazima niwe mbunge, sio lazima niwe nani, sio lazima yale mnayopigania sio yenu. Lakini dunia inataka mkazania hayo ili ndoa ziwashinde. Ndio maana kuta mtu ni profesa ila ana mme, amezalishwa na wanaume 6 tofauti. Profesa mwenye watoto 6, kila mmoja na baba yake. Ana hela ya kuarea mwenyewe. Au mwingine anakuambia sitaki mwanaume, anakwenda anachukua mbegu. Kuna watu wanaitwa sperm donors. Ajui hata baba wa mtoto. Kuna wanaume wanatoaga mbegu, zinanunuliwa, zinatunzwa kwenye chupa. Anakwenda anaingiziwa mimba ya mbegu ya mwanaume ambaye mtoto anazaliwa ujui baba yake ni nani. Hera zipo. Elimu imeendelea, maendeleo yamekuja, mfumo jike. Sema mfumo jike. Si ulikuwa dume zamani. Sasa hivi wa shetani ni jike. Mfumo mbaya sana. Kwa sababu hauna balance. Malengo ya Mungu ilikuwa ni mwanamume na mwanamke wawe mwili mmoja. Wawe na maono mamoja, washirikiane, wagawane kazi. Kama mimi, mke wangu yeye sio mhubiri kwa sasa. Ingawa anajua kipawa anacho. Neema anayo, walioangalia video zake wanajua. Lakini tumegawana kazi. Mimi siwezi kukaa na watoto muda mwingi kama yeye. Mimi nasafiri, mimi natoka, mimi napanda makanisa, narudi nyumbani labda saa nyingine, siku nyingine saa 8, saa 7, saa 9, 10. Siku nyingine nakaa sehemu wiki sijarudi nyumbani. Sote sasa wote tukisema tushindane na yeye asafiri hivyo, nyumbani tunatengeneza machokora. Ila mke wangu anaelewa kulea watoto wakatoka, wakawa msaada kwa kanisa na taifa, ni utumishi mkubwa kuliko kushika maiki. Mimi kwa maiki natibu watoto wakubwa wa watu ambao huenda wazazi walishindwa kuwalea. Ndio mimi natibu watoto wa watu sasa wakubwa. Walichelewa kukunjwa wakiwa wadogo, sasa hivi napambana kuwakunjua samaki waliokunja shakauka. Yeye ananisaidia kukunja wa kwetu akiwa wabichi. Wote tunafanya kazi moja. Lakini lazima awe na ufahamu huo sasa. Mimi nimeona makanisa ambayo yamegawanyika. Mfano niliona mtumishi mmoja mwimbaji alisema naye ameitiwa kuanza kanisa lake na mume wake naye ana kanisa Tabata. Yeye ana raha kwake Eriko sijui Mabibo hapo na mume wake ana raha kwake kula, anasema mwezi mkaelewa maono. Kwa hiyo uliolewaje bila kuwa unayajua maono? Uliolewaje bila kuwa unajua unatakiwa kuwa nani mbeleni?
Kwa nini uliolewa na mtu ambaye unajua naye ni mchungaji? Kwa nini usingeolewa na raia ambaye atasapoti mke mchungaji? Lakini hizo zote ni roho za Yezebeli. Roho za kugawanya familia, roho za kuua ndoa, roho za kuzalisha machokora na watoto wasiolelewa. Itokee kwamba mbona sisi tulilelewa na mama tukatoka, hata mimi nikikuzalisha nitalea mtoto, wewe mkuze tu nitakuwa nakupa matumizi. Ndio zinatokea mambo ya kupeana matumizi tu sasa hivi. Mwingine anasema ulinikataa, ukaniterekeza, sitaki umuone mtoto, mtakutana akiwa mkubwa. Hela yangu ninayo, shule ninayo, ajira ninayo. Naweza kumtunza mwenyewe na msomesha shule ninayotaka. Wanawake wenye nguvu zao hao. Wanawake wenye uwezo. Ushetani mkubwa sana huo. Nimekujaje huko sijui. Turudi kwenye Mathayo Mwanzo 1:27. Huenda kuna mtu anapona. Huenda itaonwa labda na mtu mmoja mwenye uwezo wa kuitafakari na akawasilisha hoja. Nani ajuae? Maana siku hizi nina watazamaji wengi watafutao kasoro. Na mimi nimeshukuru kwamba nimeongezewa na sadaka mtoe. Na sadaka utoe ukibarikiwa. Ukikosa kasoro toa sadaka. Sawa ole wako usitoe. Kwa hiyo Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Pointi ya msingi ilikuwa ni kwamba kabla hujawa mwanamke au mwanaume, kwanza wewe ni nani? Sema vizuri basi. Kabla hujawa